Nchi hiyo itafikia mkataba wa kibiashara na China. Je, hatua hii inatoa taswira gani kisiasa na kiuchumi? Katika wakati tofauti na wakati mwingine wote amejidhihirisha kwamba ni mtu wa maslahi na hana rafiki wa kweli wa kudumu, hana adui wa kudumu. Kwanza muktasari wa habari za dunia na Caro Robi akiwa Nairobi. Shukran Martha. Rais wa Marekani Donald Trump amedokeza kuwa huenda hatimaye akawaondoa maafisa wa uhamiaji ambao jukumu lao kuu ni kuwasaka wahamiaji haramu mjini Minneapolis, wakati ambapo kumezuka ghadhabu miongoni mwa umma kufuatia kuuawa kwa kupigwa risasi kwa mhudumu wa afya Alex Pretty na maafisa hao wa uhamiaji siku ya Jumamosi iliyopita. Katika mahojiano na jarida la Wall Street, Rais Trump amesema utawala wake unatathmini upya kila kitu baada ya tukio hilo. Wanasiasa wengi wa chama cha Trump cha Republican pia wanataka uchunguzi kamili uanzishwe kuhusu maafisa hao wa uhamiaji kutumia nguvu kupita kiasi. Polisi nchini Ureno wamesema wamepata shehena ya dawa za kulevya aina ya kokaini na waaminika kuwa kiasi kikubwa zaidi kwa kupatikana nchini humo. Takriban tani 9 za mihadarati hiyo ilipatikana baada ya maafisa wa usalama kusimamisha meli moja baharini iliyokuwa ikielekea Amerika Kusini. Israel imesema inatafuta mwili wa mateka wa mwisho aliofia mikononi mwa wanamgambo Hamas katika makaburi yaliyoko kaskazini mwa Gaza. Esther Luambano na maelezo zaidi. Ranville ambaye alikuwa afisa wa polisi aliuawa na Hamas wakati wa shambulizi la Oktoba 7 huko Kibbutz. Kuturudishwa kwa mwili wake kunatajwa kuhatarisha uwezekano wa Israel na Hamas kutekeleza awamu ya pili ya makubaliano ya kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza. Awamu ya kwanza ambayo ilianza miezi 3 iliyopita, hata hivyo, haijazuia mamia wa Palestina kuuawa katika mashambulizi yanayofanywa na Israel. Hapo jana Jumapili, ofisi ya waziri mkuu wa Israel ilisema kivuko cha kusini mwa Rafa kati ya Gaza na Misri kitafunguliwa pale mwili wa Ranville utakapopatikana. Bei ya dhahabu imepanda kwa viwango vya kuvunja rekodi, huku takriban gramu 28 ya madini hayo ikiuzwa kwa dola 5,000 kwa mara ya kwanza. Hii inakuja siku chache tu baada ya bei ya madini ya fedha nayo ikivunja rekodi ikiuzwa kwa dola 100 kwa gramu 28. Ongezeko hilo la bei ya madini limechangiwa na masuala kadhaa, ikiwemo vitisho vya Marekani vya kuziongezea nchi kadhaa ushuru, mashaka kuhusu viwango vya riba na misukosuko ya kikanda. Wawekezaji wengi wanaiona dhahabu kwa uwekezaji salama zaidi. Mwaka jana pekee thamani ya dhahabu iliongezeka kwa 60%. Na Umoja wa Mataifa umesema unatia wasiwasi mkubwa na kauli ya mmoja wa viongozi wakuu wa kijeshi nchini Sudan Kusini aliagiza hatua kali kuchukuliwa dhidi ya raia. Wiki iliyopita Jenerali Paul Nang Majok aliwaagiza wanajeshi kuzima uasi katika jimbo la Jonglei ndani ya siku 7. Umoja wa Mataifa umesema kauli hizo za kichochezi ni za kuogofya. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Caro Robi akiwa Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM, radio ya shirika na internet katika bbcswahili.com. Nchini Tanzania unatupata kupitia CGFM, visiwani Zanzibar ni Zenji FM, Kenya ni County FM, Uganda ni Voice of Muhabura, na iwapo upo nchini DRC tega sikio kupitia Radio Muungano Beni. Matangazo haya pia tunapeperusha moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Mimi ni Martha Saranga. Rais wa Marekani Donald Trump amedokeza kwamba huenda hatimaye akawaondoa maafisa utekelezaji wa uhamiaji kutoka mji wa Marekani wa Minneapolis, huku ghadhabu ikiongezeka kutokana na kupigwa risasi kwa muuguzi Alex Pretty na maafisa wa serikali kuu siku ya Jumamosi. Katika mahojiano na jarida la Wall Street, Trump pia amesema utawala wake unatathmini kila kitu kufuatia ufyatuaji huo wa risasi. Zaidi na David Nkia. Ni idadi kubwa ya waandamanaji waliojitokeza katikati mwa jiji la Minneapolis kupinga sheria ya serikali kuu ya uhamiaji. There was absolutely no danger to any of these agents. Akizungumza na BBC, mkuu wa polisi wa Minneapolis Brian O'Hara amedai kwamba maafisa wa serikali waliopewa jukumu la kuchunguza ufyatuaji risasi uliohusiana na polisi awali walikataliwa kufika eneo la mauaji na maafisa wa serikali licha ya kuwa na kibali cha upekuzi. Idadi inaongezeka ya wanasiasa kutoka chama cha Republican cha Rais Trump wanajiunga kutoa wito wa uchunguzi wa haraka kufanyika. Diane Nadeu ni mwakilishi wa jimbo la Republican kutoka Minnesota. Viongozi wa kweli
Viongozi wa kisiasa leo wanapaswa kujitokeza na kusema hapana, simama kwanza, tusubiri tuone ukweli utakavyokuwa. Na haisaidii wakati serikali kuu inapotaka kuzuia maafisa wa utekelezaji wa sheria wa eneo lako kufanya uchunguzi. Lakini bado tunapaswa kufanya hivyo, na bado ningesema kwamba serikali kuu inapaswa kuwa makini na kusema, unajua nini, tutaufanya uchunguzi huu Minnesota. Hata hivyo, kamanda wa doria ya mipakani Greg Bovino amewatetea maafisa wake, akisema msako huo wa kumtafuta aliyemuita mhalifu wa kigeni ulikatizwa na watu waliotaka kuleta machafuko. Maandamano yameendelea katika miji mingine ya Marekani, ikiwa ni pamoja na New York, ambapo watu wameshikilia mabango yanayosema haki kwa Alex na komesha ICE, pamoja na miji mingine kama vile Chicago, Los Angeles na San Francisco. Alex Pretty alimiliki bunduki kihalali na hakuwa na hatia ya uhalifu hapo awali. Vilevile ni halali kubeba silaha kama bunduki hadharani huko Minnesota, ikiwa na kibali cha kufanya hivyo. Hatua ya hivi punde inafuatia wiki kadhaa za mivutano kati ya mamlaka ya Minnesota, maafisa wa serikali na waandamanaji ambao wamejitokeza barabarani kuwatazama maafisa wakati wa uvamizi wa kupinga uhamiaji. Mapema mwezi huu, afisa wa ICE alimpiga risasi na kumuua Ren Good, mkazi wa Minneapolis mwenye miaka 37, ambaye alikuwa akishiriki katika uchunguzi kama huo. Taarifa yake David Nkia. Makumi ya maelfu ya watu nchini Msumbiji wanaokolewa huku maji yanayoongezeka kina yakiendelea kuangamiza taifa hilo la kusini mwa Afrika, ambayo yanatajwa kuwa mafuriko mabaya zaidi kuwahi kutokea katika miaka ya hivi karibuni. Florian Kaijage anaarifu zaidi. Jopo la waokoaji kutoka Brazil, Afrika Kusini na Uingereza limekuwa likisaidia katika shughuli za kuokoa maisha. Fundi mekanika mwenye umri wa miaka 24, Thomas Antonio Mlau, anasema kwake hii ni mara ya kwanza kukumbwa na janga la ukubwa kama huo. Anaeleza kuwa wazee wanasema maafa kama haya yalitokea katika miaka 1990. Mlau na familia yake ambao wanaishi jirani na Marakwene, mji ulio umbali wa kilomita 30 kaskazini mwa mji mkuu Maputo, walipoamka waliikuta nyumba yao ikiwa imefurika baada ya mto Inkomati kuvunja kingo zake. Anasema boti ya uokoaji ilipofika saa chache baadaye hawakusita kuipanda na kufika salama katika mji wa Marakwene, na kuongeza kuwa walilazimika kuacha mali zao zote na kufanikiwa kwenda tu na nguo za kubadilisha. Mlau, mke wake na watoto wawili wamepata hifadhi katika mojawapo ya vituo 6, shule na makanisa ambavyo hadi sasa vinawahifadhi takriban watu 4,000. Wengi waliokusanyika katika shule ya sekondari ya Guazamutini ni wakulima kutoka maeneo ya mabondeni yenye mashamba ya mifugo na mpunga. Naye Francisco Fernando Chivinzi mwenye umri wa miaka 67 ameiambia BBC kuwa walipoteza kila kitu katika maji ya mafuriko, ikiwa ni pamoja na nyumba, seti za televisheni, jokofu, nguo na mifugo. Zaidi ya watu 640,000 wameathiriwa na mafuriko tangu Januari 7, hususan katika mikoa ya kusini na kati, na vifo vya watu 12 vimeripotiwa hadi sasa, kulingana na takwimu za muda kutoka taasisi ya kitaifa ya kudhibiti na kupunguza majanga. Kwa ujumla watu 125 wamefariki dunia nchini Msumbiji tangu msimu wa mvua uanze Oktoba 2025. Ni Florian Kaijage. Leo dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya nishati safi inayoadhimishwa Januari 26 kila mwaka. Siku hii ilianzishwa na Umoja wa Mataifa ili kuongeza uelewa na kuhimiza matumizi ya nishati safi na endelevu kwa manufaa ya watu na mazingira. Maadhimisho haya yanahimiza nchi zote kuchukua hatua za haraka kuelekea mpito wa nishati unaozingatia usawa, ujumuishi na maendeleo endelevu. Takriban watu milioni 685 duniani bado hawana umeme, huku gharama kubwa za uwekezaji, miundombinu duni na ukosefu wa teknolojia vikikwamisha maendeleo hasa katika nchi zinazoendelea. Nimezungumza na Omar Elmawi, mratibu wa vuguvugu la masuala ya nishati safi akiwa Mombasa, Kenya, ambaye anaanza kwa kufafanua vikwazo vya upatikanaji wa nishati safi. Kuanzisha mradi wa nishati safi unahitaji kuwekeza hela nyingi hapa mwanzoni, wanaita upfront cost. Japokuwa ukishawekeza pesa hizi hakuna tena hela za kwa mfano kununua fuel ama kununua mambo mengine kama hayo, lakini kuanza mradi kama hii huwa inagharimu pesa nyingi. Kuna swala la
kwamba miradi mingi ambayo tunatengeneza nishati nzuri ama nishati safi ni miradi mikubwa. Kwa hivyo lazima wale ambao tunataka kuwafikia, kuwapatia umeme huu ama nishati hii, mara nyingi ni watu ambao wako katika rural areas ama mashambani. Na utapata jamii hii mara nyingi huwa hawana connection na grid ama zile mini grid. Kwa hivyo inakuwa hata tukawekeza kwenye nishati safi, bado umeme huu hauwafikii wale haswa wahusika ambao tunataka wapate umeme. Mataifa ya Kiafrika yanawezaje kufadhili miradi ya nishati mbadala sasa? Naam, inawezekana, na katika jambo la kwanza ambalo itakuwa ni muhimu kufanya ni nchi za Kiafrika kutuangazia swala hili la nishati mbadala kama swala ambalo ni kila nchi lazima wawekeze kivyake. Kama kutakuwa na uwezekano wa wao kuja pamoja kama Jumuiya ya Afrika ama Jumuiya ya Afrika Mashariki ama pote la nchi kadhaa ili kuwekeza na kuhakikisha kwamba nishati hii inapatikana. Kwanza kabisa itakuwa ni muhimu kuwekeza katika vitu ambavyo tunaita mini grids ama off grids, kwa sababu kama nilivyotangulia kusema hapo mwanzoni, watu wengi ambao hawana access na nishati ama na umeme kwa mfano ni watu ambao wako mashambani, na kwa bahati mbaya zile national grid hazifiki kule. Kwa hivyo lazima tutengeneze na kuwekeza katika haya mambo inaita mini grids na off grids ili kuhakikisha kwamba tunawekeza katika miradi midogo ambayo itafikisha watu wetu. Kuna swala la utegemezi wa mafuta ya kisukuku. Kwa nini limekuwa swala kuu? Kwanza zile hela ambazo zinawekezwa katika miradi ya nishati nyingi ambazo zinapatikana ni hela za mafuta ya kisukuku, lakini na nchi zetu kwa bahati mbaya hawana uwezo wa kuweza kuwekeza pesa zao wenyewe kwa sababu hawana hela hizi katika nishati safi. Sasa vipi kuhusu teknolojia? Unaona ina nafasi gani katika nishati safi? Teknolojia ina nafasi kubwa ambayo itafanikisha swala hili, na itakuwa ni vigumu sana kuweza kuhakikisha kwamba watu wanapata nishati safi kama hatutoangazia swala la teknolojia. Tukiwa na teknolojia itapunguza gharama za nishati hizi, kwa sababu hivi sasa hata yale madini ama zile equipment ambazo tunatumia katika kutengeneza nishati safi ni equipment ambazo tunazitoa kutoka nchi za nje. Kwa hivyo tunalipa pesa nyingi kuzileta. Kwa hivyo tutapunguza hela za miradi hii kwa sababu tutakuwa tunatengeneza katika nchi zetu. Moja kwa moja tunaelekea viwanjani na Florian Kaijage. Asante sana Martha Saranga. Katika ligi kuu ya England, mashabiki wa Manchester United wana miondoko ya kujimwaya na nyuso za bashasha baada ya kujipatia ushindi wa magoli 3-2 ugenini kwa Arsenal. Goli la ushindi likipachikwa na Matheus Cunha, raia wa Brazil, dakika 87 ya mchezo. Ushindi huo ni wa kwanza kwa Manchester United katika dimba la Emirates katika kipindi cha miaka 8. Kipigo hicho cha kwanza dimbani Emirates msimu huu kwa Gunners ambao hawajashinda katika michezo 3 sasa mfululizo ya ligi kuu pia kimesababisha uongozi wao kupungua hadi alama 4 dhidi ya Manchester City na Aston Villa walio katika nafasi ya pili na ya tatu, huku ikisalia michezo 15 kabla msimu kumalizika. Fahamike Arsenal inasaka taji lao la kwanza la EPL kwa takriban miaka 22 sasa tangu mwaka 2004 iliponyakua ubingwa bila kupoteza mchezo wowote. Huko Hispania, wababe wawili Barcelona na Real Madrid wanapambana kileleni, Barca ikiongoza kwa tofauti ya alama 1 baada ya kujipatia ushindi wa magoli 3-0 Jumapili dhidi ya Oviedo, na Madrid ikichapa Villarreal goli 2-0 zote za Kylian Mbappe hapo Jumamosi. Huko Italia, katika Serie A, mabingwa watetezi Napoli walikubali kichapo cha mbwa mwizi cha 3-0